jambo la kwanza au namna ya kwanza ni kwa kuyataja au kuyasimulia matendo ya wengine. Saa ya ushuhuda wanakuwa na hofu, wanaangalia anataka kanashuhudia, na adui anakufanya uwe na moyo wa kutoshukuru, kwa sababu unaposhukuru ndipo Mungu anapata nafasi ya kufanya tena zaidi ya hapo. Unamwambia Bwana asante, unasema okay, huyu anashukuru, kwa Mungu anapata mlango wa kufanya makubwa zaidi ya hapo. Asiyeshukuru kwa dogo hawezi kushukuru kwa kubwa pia. Kwa wengine adui anawatia uzito wa kushukuru, anawatia uzito wa kushuhudia ni Mungu amefanya. Na namna ya kwanza kumshukuru Mungu ni kwa kuyataja. Namna pili ya kumshukuru Mungu kwa kuliimbia jina la Bwana. Zaburi ya 18:49. Basi Bwana, nitakushukuru kati ya mataifa. Nitakushukuru kati ya mataifa. Nami nitaliimbia jina lako. Nitaliimbia jina lako. Kwa wakati mwingine Mungu anakupa wimbo wa shukrani. Huwa anafundishaga wimbo wa shukrani, mara nyingine hauzingatii vina, hauzingatii unaimbaje. Ni wimbo tu Mungu anakupa. Unaimba vyote cha msingi, unatoka ndani ya vini vya moyo. Unashangaa machozi yanatoka, lakini una ushuhuda Bwana amefanya. Nina wimbo, mtu mmoja anaimba anasema nina wimbo wa shukrani. Unamwimbia Bwana kitandani mwako, unamwimbia Bwana njiani, unamwimbia Bwana amekusaidia. Nina wimbo wa shukrani. Mara nyingine ni wimbo ambao haupo. Bwana anakupa maneno, unashangaa kinywa kinakamatwa, unashangaa unatunga maneno, unashangaa unabata na ubeti, unashangaa unaimba. Kumbe ni wimbo wa shukrani, unatoka ndani ya moyo ambao umejaa shukrani. Haleluya. Unaitwaga ni wimbo wa shukrani. Yaani wimbo ambao mara nyingine haupo, unaupata mwenyewe. Upo kwenye gari unaupata, uko shambani unaupata. Ukiyakumbuka matendo makuu ya Mungu, unashangaa vina vinakuja, unashangaa beti zinakuja, unashangaa unaimba mwenyewe. Mara nyingine machozi yanatoka kwa matendo makuu ya Mungu yatenda. My God, my Lord. Kamuulize Miriam baada ya kuvuka. Miriam alipata wimbo akaimba Kutoka 15. Hadi aliutunga saa ngapi, lakini cha msingi wamevuka. Anasema mpanda farasi na mpanda farasi wote wamezama kwenye maji. Oh my God. Miriam akapata wimbo ule, ni wimbo wa shukrani. Akiwaza Farao, akawaza Shamu, akaona Shamu ilivyogawanyika, wimbo ulikuja. Shamu ikigawanyika, lazima una wimbo. Bahari ya Shamu haiwezi kagawanyika ukakosa wimbo. Namba 3, kusimulia kazi zake, kushuhudia. Namba 1 ni kutaja mwenye akili. Namba 2, namba 3 ni kusimulia au kushuhudia. Zaburi 26:7. Kushuhudia mambo Mungu aliyofanya kwa watu wengine, kuyashuhudia matendo yake aliyofanya. Zaburi 26:7. Ndio Biblia inasema ili nitangaze sauti ya kushukuru, na kuzisimulia kazi zako za ajabu. Ndio Bwana, ndio nimependa makao ya nyumba yako, na mahali pa maskani ya utukufu wako. Ndio usiondoe nafsi yangu pamoja na wakosaji, ndio wala uhai wangu pamoja na watu wa damu. Okay. Zaburi 73:79-13. Biblia inasema na sisi tulio watu wako, na kondoo za malisho yako, tutakushukuru milele. Tutazisimulia sifa zako. Anaposema kusimulia, maana ni kuambia watu wengine. Sisi tulivyokuwa bado wadogo, tulikuwa tunahadisiwaga hadithi, tunasimuliwa mambo ya zamani, tunaambiwa hadithi, tunasimuliwa hadithi. Kwa anasema nitasimulia matendo yako, maana nitawaambia watu wengine. Namba 4, sadaka au dhabihu ya shukrani. Namna nyingine ya kumshukuru Mungu ni dhabihu au sadaka ya shukrani. Kwa maana nyingine itabidi wasimulie matendo ya Mungu, mara nyingine itabidi uyataje, mara nyingine itabidi uimbe, mara nyingine itabidi utoe dhabihu ya shukrani. Zaburi 50:14. Zaburi 50:14. Mstari wa 14. Sadaka ya shukrani. Biblia inasema ndio, mtolee Mungu dhabihu za kushukuru. Mtimizie aliye juu nadhiri zako. Mtolee Mungu dhabihu za shukrani. Hii ni sadaka kumwambia Bwana asante. Mtolee Mungu dhabihu za kushukuru. Kwa kuna sadaka ya shukrani, na hii haijalishi ni kiasi gani, lakini nategemea moyo. Unawaza Mungu alionitendea haya. Zaburi 50:23. Hapo mbele 23. Zaburi 50:23.
atoaye dhabihu za kushukuru, atoaye dhabihu ya kushukuru ndiye anayenitukuza. Sadaka ya kushukuru. Kuna wakati maneno hayatoshi. Sadaka inamfanya Mungu asinzie. Na watu wengi hawajui. Ulimwengu wa giza unatoa sadaka, unatoa kafara, lakini ulimwengu wa nuru hatuko na sadaka. Na kuna mtumishi mmoja alikuwa anafanywa, kuna mtu mmoja alikuwa anafanywa deliverance. Of course ni mchawi na nini. Rafengo kaniita kuliko mahali, akaenda kumfanyia deliverance. Kabla kumfanyia deliverance akaonesha kazi zilizokuwa anazifanya za uchawi na uganga. Na namna watu ambao wanalipa gharama ya kuja kwa watu wakuu. Unaona mtu tu ana kibali, anafatwa, anapendeza, lakini muulize sadaka anayotoa ni kiasi gani kwa ulimwengu wa giza? Gharama ngapi wanatoa kwa ulimwengu wa giza? Na nikaona yule mtu wanachimba makaburi, wanamzika kwenye makaburi, wanafanya matambiko, wanafanya manuizo, wanatoa na sadaka. Hiyo ni daraja ya kwanza. Wanachoma na soda, zikipasuka kuna namna pia inapasuka, wanajua wao. Ikipasuka wanasema hii mara ya kwanza umetoka. Kuna stage ya pili, wanapeleka makaburini, anazikwa, wanatoka, wanatoa sadaka. Wanafanyaje? Wanatafuta kibali, wanalipa gharama, wanatoa kafara. Ili wachori Mungu akifanya. Ungechori Mungu wa giza unafanyaje? Kuna mahali sadaka itakubeba, kuna mahali sadaka itakupigania. Hivi najua Balaamu alipoenda kuwalaani Israeli ifanyaje? Amelaani, akaona hawalaliki, akafanyaje? Akajenga madhabahu 7, akachinja sadaka. Mtu mmoja alisema life becomes tight for those who not tight. Maisha yanakuwa magumu kwa wasiyotoa. Sana mchungaji mmoja akaniambia, pastor, shimo yangu imekuwa ni ngumu sana. Sipige hatua, sifai. Unatoa sadaka, unatoa fungu la 10. House ndo wachungaji wenyewe tunahimiza watoa fungu la 10. Leta zaka, afanye utoi. Hali ya mchungaji ndio hali ya kondoo. Kama ni mchungaji atoe fungu la 10, washirika ndo hatatoa kabisa. Milango kiziba huko, yani kondoo inaziba kabisa. Sadaka ya shukrani. Anasema toae sadaka ya shukrani ndiye ambaye anatukuza. Ungechua ni sadaka ya sigani wanatoa kwenye madhabahu za giza, wanarudisha na kurudisha kabisa kule madhabahu. Lakini kwa Mungu we take it yani hize. Unajua hii neema ni nzuri, lakini neema kuna wakati mwingine tunamisilea. Neema haimaanishi tuwe wazembe. Neema haimaanishi tujisano. Mtumikia shetani kugumu zaidi bado ukamtumikia Mungu. Tano, mchawi saizi yuko anapaa angani kwenye baridi. Na hajapata chochote. Wewe ungepaa ungeweza na hiyo baridi. Yuko makaburini huko anachungulia aende kumtumikia shetani, kazi ngumu na haina neema. Ukikosea umekosea, unaliokishwa. Sadaka ya shukrani. Anasema atoae dhabihu ya kushukuru, huyu ndiye anayenitukuza. Hii ni sadaka ambayo unaiandaa. Mimi sijui ni shingapi, lakini cha msingi moyo wako wasimia kwamba na sadaka kumshukuru. Sadaka ya shukrani. Zaburi 107:22. Na wamtoree dhabihu za kushukuru. Na wamtoree dhabihu za kushukuru. Na kuyasimulia matendo yake. Na kuyasimulia matendo yake. Kwa kuimba. Kwa kuimba. Nisomee Yona 2:9. Sadaka ya shukrani. Hapo nakuta mtu mwingine Mungu anamfanyia jambo kubwa, alafu anakuja na buku, anacheka cha buku. Ukipima hiyo buku inalingana na kitu Mungu amefanya. Pima maana nyingine tu gani Mungu amefanya. Pima mwenyewe. Mimi nishaambia swala sadaka siwezi kukushawishi kwa habari ya sadaka. Wewe ni mtu umeokoka, uko rohoni, ingia rohoni, Mungu akusemesha ufanye kiasi gani, lakini hakikisha unafahamu sawa sawa. Wewe ni mtu wa rohoni. Yona 2:9. Yona 2:9. Biblia inasema, lakini mimi nitakutolea sadaka. Nitakutolea sadaka kwa sauti ya shukrani. Kwa sauti ya shukrani. Nitaziondoa nadhiri zangu. Nitaziondoa nadhiri zangu. Wokovu hutoka kwa Bwana. Wokovu hutoka kwa Bwana. Hapa nikumbusha tu wengine. Yona anasema nitakutolea Bwana sadaka ya shukrani. Nitaziondoa nadhiri zangu. Kuna watu waliweka nadhiri mwaka Bwana, nikiona tarehe 31/12 nikavuka, Mungu utafanya hivi. Kuna watu waliweka nadhiri hapa na mmeshasahau. Kama uliweka nadhiri leo itoe, itakuwa ni mwiba. Nadhiri mbele za Bwana, ukinisaidia nikavuka huu mwaka. Hapo umepigwa sema Bwana ukinisaidia nikavuka huu mwaka, Mungu nitakutolea hii. Na unashangaa tan 31 ndio hii leo. Haukumkiria hadi nini? Na hujafanya. Anasema nitaziondoa nadhiri zangu.
Na Biblia inasema ni bora usiweke nadhiri kuliko kuiweka ukashindwa kuitoa. Kuna wanadamu wengine ni wepesi wa kuahidi, Mungu ukiniponya huu ugonjwa huu baba, yaani nyumba nitakupa nyumba na kiwanja, na nyumba hana napanga. Unapanga kama mimi nasema Mungu, yaani nyumba ni ukiniponya huu ugonjwa Mungu, hili jaribu likiisha Bwana asifiwe. Kitabu cha Luka, nataka nitimishie hapa afu tutoe sadaka shukrani ndo naenda. Kitabu cha Luka. Yaani nilijua utakuwa ushafika tayari. Nilijua umefika tayari. Tusome kitabu cha Luka. Tuitimishie hapo. Sura 17 mstari wa 11 mpaka 19 tuitimishie hapo. Luka sura ya 17 mstari wa 11 mpaka 19. Mstari wa 11. Moyo wa shukrani. Biblia inasema kwa matendo makuu Mungu anayotenda kwenye maisha yetu. Ikawa alipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria. Alikuwa anapita kati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, kwenye kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Hao watu 10 walikuwa na ukoma. Wakasimama mbali. Watu wakasimama mbali, maana wenye ukoma wanatengwa mbali na jamii. Wakapaza sauti zao wakasemaje? Hey Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu. Bwana. Alipowaona aliwaambia, akawaambiaje? Nenda mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wanaenda kwa makuhani, wakatakasika njiani. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu. Anamtukuza Yesu, anashangilia kwa sauti kubwa sana. Akaanguka kifudifudi, akaanguka mbele za Yesu, miguuni pa Yesu, akamshukuru Yesu. Naye alikuwa Msamaria. Huyo alikuwa ni Msamaria. Yesu akajibu akanena, akasema, hawakutakaswa wote 10? Hawakutakaswa watu 10? Wale 9 wao, wale wengine 9 wako wapi? Je, hawakuonekana waliorudi? Hakuonekana aliyerudi kumpa Mungu utukufu, kumrudishia Mungu utukufu, ila huyu mgeni Msamaria. Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Sema amina. Taka uone, kila walipo watu 10, mtu mmoja tu ndiye anaenda kumshukuru Mungu kwa kumaanisha. Takwimu zinaonesha kwenye watu 10 kuna mmoja. Kwa nini watu washukuru? Wanajihesabia haki. Hawa 9 walikuwa ni Wayahudi, kwa walifikiri wanastahili kutendewa walichotendewa. Baada ya kupona alichukua simu, shangazi, nimepona ukoma. Ba mdogo, niko sawa, niko fiti, twende wapi Kariakoo? Anti, nimeshia wa dhamani, niko sawa. Wakasahau yote, walijihesabia haki ya kwamba ni Wayahudi, wakasahau ya kwamba wanastahili kumrudishia Bwana nini? Heshima na utukufu. Maandiko yanasema yule mmoja ambaye alikuwa ni Msamaria, aliyekuwa ni mgeni, akarudi mbele za Bwana akiwa anamshukuru Mungu kwa matendo makuu. Ameenda kumrudishia utukufu, akalala kifudifudi mbele zake kwa moyo wa shukrani. Bwana, walinitenga watu, jamii ilikataa, watu walinichukia, nilionekana sifai kabisa, sikuwa na kipawa. Lakini Bwana umenisaidia, Bwana umeniponya na ukoma. Bwana asante, Bwana asante, Bwana asante. Sema kwa miguu yako, Bwana asante. Wale wengine 9 wakaishia, yule mmoja tu akaja.
wakafikiri kwa nguvu zao. Mungu anaambia Israeli, mkishaingia kwenye nchi ya ahadi mkala mkashiba, msije mkasahau. Kuna Mungu aliongoza miaka 40 jangwani. Miguu yenu haikuvimba, viatu havikubadilishwa, na nguo zenu hazikuchakaa. Kuna aliyeongoza kwenye jangwa kubwa lile lenye nyoka wa moto. Sasa msije mkasahau, mkashiba mkasahau waliotoa huko. Ukasema na maliza 2025 kwa nguvu zangu na ujanja wangu. Hapana, no thank you. By the mercies of God.